mafunzo haya ninaamini ni mafunzo ambayo washiriki wamefurahi kuyapata, lakini pia ni mafunzo ambayo tunatamani tusiishie tu kufundishwa, tuvifanyie kazi kwa ajili ya manufaa ya zao letu la kokoa. Lakini nipende pia kuwashukuru wenzetu wa KYECU kwa namna ambavyo mmekuwa mkiwaleta pamoja wakulima kupitia viongozi hawa wa AMCOS. Hii ni kazi kubwa ambayo mnaifanya kama chama kikuu ndani ya wilaya ya Kyela, na tunawashauri na kuendelea kuwahimiza muendeleze huu ushirikiano, kwa sababu mkiwa na ushirikiano mzuri ya wakulima kupitia viongozi hawa wa AMCOS, inakwenda kuleta ustawi mkubwa sana kwenye zao letu la kokoa. Kwa hiyo KYECU, hongereni sana, lakini muendelee kuwasogezea huduma wakulima kupitia viongozi, lakini muwe watatuzi wa changamoto mbalimbali za wakulima wetu. Hatuwezi kuziacha nyuma jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais wetu, ambaye ukiangalia katika miaka yake hii minne ameweka mifumo mizuri ambayo imekwenda kutusaidia hata sisi kwenye zao letu la kokoa tukapata bei nzuri. Na nyie ni mashahidi, nadhani kama sio mwaka jana ni mwaka juzi, zao letu hili la kokoa limeweza kufika hadi bei ya 30. Ni kitu ambacho sisi sote ilikuwa ni ndoto. Na pamoja na hilo, mpaka sasa hivi tunao bei nzuri 19,000 kwa kilo moja ya zao la kokoa. Ndani mnada uliopita ilikuwa 19,200 kwa kilo moja. Nadhani kwa taifa letu Tanzania ni zao moja hapo ambalo linafanya vizuri kuliko mazao mengine yote. Kama ni wafuatiliaji wazuri wa hotuba za Mheshimiwa Rais, aliwahi hata kutupongeza kwamba kakao letu inayotoka Kyela ni moja wapo ya kakao bora kuliko kakao nyingine zote. Na ndio maana hata sokoni inafanya vizuri. Sasa ili kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais anayetuwekea mifumo mizuri ya ushirika, anayetuletea mifumo mizuri ambayo leo hii tunauza kokoa yetu bei nzuri sokoni, wenzetu NMB Foundation wakaona waunge jitihada hizo kwa kutuletea mafunzo mbalimbali ili kuongeza mnyororo wa thamani, kwa sababu tusiishie tu kwenye kuuza kokoa yetu ambayo ni ghafi sokoni. Ifike sehemu na sisi tuichakate kokoa yetu, tuuze na sisi sokoni kokoa ambayo tayari imeshachakatwa. Siku zote kwenye maisha hamna mtu ambaye kwa pamoja, kwa kupitia mafunzo haya ambayo yametolewa na wenzetu wa NMB Foundation, ninaamini tukizingatia yale na tukiweka mpango mzuri, basi na sisi kwenye soko letu tutakwenda kubadilika. Pamoja na kwamba tutauza ghafi, basi iwepo pia sokoni kokoa ambayo imetoka Kyela, imeshachakatwa, iko na viwango vingine. Kwa namna hii itakwenda kumsaidia mkulima kujiongezea kipato, kwa maana ya kwamba bei sasa ile ambayo tutaiuza sokoni haitokuwa sawa na ile ambayo tulikuwa tunauza ghafi. Na hivyo basi mnyororo mzima wa thamani ya namna gani tunakwenda kuichakata itakwenda kutusaidia sisi akina mama, vijana na akina baba wote kujiongezea uchumi. Masomo haya ambayo mmeyapata siku ya leo, msiyakumbatie nyinyi wenyewe. Ninaamini kila mmoja kwenye AMCOS yake awaitishe wakulima, awapatie hii elimu ambayo ameshapewa. Lakini pia kupitia wenzetu wa KYECU na NMB, msiishie tu kutupatia mafunzo. Tunaomba muendelee kukaa na viongozi wa KYECU kuweka mpango mkakati mzuri ambayo utakwenda kulifanikisha hili. Usiishie tu kila siku kupeana mafunzo. Sasa tupige hatua. Tumeshapata mafunzo, twende sasa tukafanye kazi yale ambayo tumejifunza. Twende put in action kile ambacho tumejifunza siku ya leo, na tunaamini kwa kukifanyia kazi basi sasa ndo tunapiga hatua nyingine kwenye zao letu ya kokoa. Lengo kuu la sisi NMB Foundation katika kuleta mafunzo haya, kufanya kazi na nyinyi katika mradi huu, ni kuwezesha nyinyi kuweza kuboresha vipato vyenu huko mliko, na hivyo mnaweza mkapata faida nzuri, mkauza vizuri, mkawa na uwezo pia wa kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zinaweza zikaendelea kuboresha maisha yenu. Na NMB Foundation hatuishi hapa. Tutaendelea kufanya kazi na nyinyi kwa kuendelea kuunganisha na masoko,
mbalimbali na kuendelea kuimarisha utendaji wenu wa kazi. Nichukue nafasi hii kushukuru tena na kumshukuru mgeni rasmi kwa kuweza kukubali kufika kujumuika nasi hapa ili kuweza kutufungia mafunzo haya. Mimi nawapongeza sana kwa mafunzo, lakini na imani masomo ambayo mmeyapata ni ya kuongeza tija zaidi kwenye zao letu la kakao. Na imani mkitoka hapa mtakuwa mmeimarika zaidi na mmejua kitu gani ambacho mnaenda kukifanya ili kuboresha zao letu hili, lakini pia na imani na kuboresha maisha yetu ya moja moja. Serikali inafanya jitihada nyingi ili pia kuboresha maisha ya mkulima, sio tu kubaki pale pale ambapo mtu yuko tangia awali, ila kadri ambapo bei inapanda na yeye maisha yake binafsi nayo yabadilike ili kuboresha zaidi. Mimi nakumbuka wakati nafika Kyela, sijui mkuu wa wilaya alipofika alikuta bei shilingi ngapi, ila nadhani ilikuwa chini ya 5,000. So mimi nafika ilikuwa 3,500 kilo. Lakini sasa hivi tunazungumzia bei ya 19,000 na kipindi tulifika mpaka 30,000. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali jinsi inavyozidi kutia jitihada kwenye zao hili, lakini na tuna imani na nyinyi kama wakulima maisha yenu yamebadilika, si kama pale tulipokuwa. Mambo mengi yamebadilika na nyinyi wenyewe mnaona jinsi gani serikali inajitahidi kubadilisha maisha ya wakulima. Kwa majina naitwa Bupe Basalemo Masangula, ni mjumbe wa bodi ya Beyond AMCOS, lakini nikiwa mjumbe wa bodi ya Kyeku. Tangu majuzi tumekuwa na mafunzo ya siku 4 kutoka NMB Foundation ambayo walikuwa wakifundisha namna ya uongezwaji thamani wa zao la kakao, ambayo kakao ndo tija yetu kwa wilaya yetu ya Kyela na ndo dhahabu yetu kwa wilaya yetu ya Kyela. Lakini kupitia hayo mafunzo ni namna gani wamekuja wakieleza kutoka kuwa mkulima wa kawaida na namna ya kuongeza thamani kwenye ile zao na uchakataji wake ikafikia ukawa ni mjasiriamali. Mafunzo haya nilikuwa navundika, lakini nilikuwa sivundiki kwa usahihi. Kwa sasa nimejifunza jinsi ya kuvundika kwa njia ya usahihi ili kuiboresha ile kokoa yangu. Na licha ya hivyo na kuweka kwenye maana kipindi cha nyuma nilikuwa sianiki kwa kupitia vichanja, nilikuwa naanika kwa kupitia chini. Pale chini zinapata vumbi. Zikipata vumbi inakuwa haina ubora, ila isipokuwa na vumbi inakuwa bora zaidi kwenye upande wa uchakata, yani kwenye upande wa kuchakata zile kokoa huko wanakopeleka wenzetu Ulaya. Mafunzo yamefadhiliwa na NMB Foundation. Ni kweli kwenye mafunzo haya kuna vitu vingi tumejifunza, hasa kwenye kuongeza thamani wa zao la kokoa. Zao la kokoa kila tumezoea kuuza kama malighafi, lakini kupitia mafunzo haya ya uongezaji wa thamani tumejifunza kwamba pia kuna bidhaa nyingine ambazo tunaweza kuzizalisha zinazotokana na zao letu la kokoa. Na kwa fursa hii tumeona kama sisi wana Kyela ni fursa nzuri ambayo pia tukienda kuelimisha wakulima wenzetu inaweza ikasababisha vitu vingi. Cha kwanza ni kuongeza ubora wa zao la kokoa. Elimu hii tutakapoifikisha kwa walengo wenzetu, wakulima wenzetu, tunakwenda kuongeza ubora wa zao la kokoa. Lakini jambo la pili, unapoongeza ubora wa kokoa, jambo la pili unaongeza pia kipato, kwa sababu unapokwenda kuchakata kokoa kuzalisha bidhaa zingine unaongeza kipato kutoka kilichopo sasa kwenda hatua nyingine. Na faida kubwa ambayo tumeipata. Lakini pia kwenye mafunzo haya tumejifunza mambo ya ujasiriamali. Mafunzo yamefadhiliwa na NMB Foundation. Ni kweli kwenye mafunzo haya kuna vitu vingi tumejifunza, hasa kwenye kuongeza thamani wa zao la kokoa. Zao la kokoa kila tumezoea kuuza kama malighafi, lakini kupitia mafunzo haya ya uongezaji wa thamani tumejifunza kwamba pia kuna bidhaa nyingine ambazo tunaweza kuzizalisha zinazotokana na zao letu la kokoa. Na kwa fursa hii tumeona kama sisi wana Kyela ni fursa nzuri ambayo pia tukienda kuelimisha wakulima wenzetu inaweza ikasababisha vitu vingi. Cha kwanza ni kuongeza ubora wa zao la kokoa. Elimu hii tutakapoifikisha kwa walengo wenzetu, wakulima wenzetu, tunakwenda kuongeza ubora wa zao la kokoa. Lakini jambo la pili
unapoongeza ubora wa kokoa, jambo la pili unaongeza pia kipato, kwa sababu unapokwenda kuchakata kokoa kuzalisha bidhaa zingine unaongeza kipato kutoka kilichopo sasa kwenda hatua nyingine. Ni faida kubwa ambayo tumeipata. Lakini pia kwenye mafunzo haya tumejifunza mambo ya ujasiriamali. Kwenye ujasiriamali pale, unajua watu wa Kyela tumezoea kulima tu zao la kokoa na ni kama zao la biashara, lakini kwenye matumizi tunashindwa kuweza kuanzisha. Majina naitwa Humphrey Angomwile Mwakabumbe, makamu mwenyekiti AMCOS ya Mwaya. Sisi kwa ujumla tunapenda kuwashukuru NMB Foundation kwa mafunzo ambayo wamealeta ili tujifunze jinsi gani tutaongeza thamani ya zao letu ambao ni kokoa au kakao. Asante. Kwa mafunzo ambayo tumeweza kuyapata, kiukweli tumeweza kujifunza mambo ambayo yatatufanya sasa kwamba wana Kyela kwa ujumla tujione kama ni watu wa Chunya wale ambao wanachimba dhahabu. Sasa kakao imekuwa almasi yenye tija katika wilaya yetu, kiuchumi, kuongeza pato la wilaya yetu na hata binafsi kwenye familia zetu. Naitwa Rogers Shipela. Mimi ni mratibu wa NMB Foundation kanda ya Nyanda za Juu. Tumetoa mafunzo haya ya siku 4 kwa hawa wawakilishi kutoka katika vyama vya ushirika 37 vipo wilaya ya Kyela. Tunatarajia kwamba mara baada ya mafunzo haya, kwanza kwa upande wa washiriki wenyewe tuna imani kwamba wataweza kwenda kuongeza uzalishaji na kuboresha kilimo chao cha kakao. Na kwa vile wataboresha kilimo chao cha kakao, tutaamini wataweza kuuza kwa bei iliyo nzuri zaidi na wakaweza kupata faida zaidi. Lakini pia tunaamini kwa upande wa washiriki, baada ya mafunzo haya, kutokana na kile kipato na faida atakayopata kwenye kilimo chao cha kakao, watakuwa na uwezo pia wa kuanzisha shughuli mbalimbali zingine za kiuchumi ambazo zitawasaidia kuboresha maisha yao. Lakini kwa kupitia mafunzo haya, tunaamini hawa washiriki wataweza kuzalisha ajira mbalimbali katika maeneo yao.